katika bahari kuu ya Zanzibar. Usalama kwanza ndilo lengo letu daima. Huyu ni baharia wa kike ambaye naye tumemshuhudia katika boti hii ya Zanzibar One. Yeye ni nani? Majukumu yake ni yepi? Changamoto gani labda anapitia? Lakini mwisho wa siku atatueleza kuelekea kwenye maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani tarehe 25 Kigoma kule. Ana neno gani la kuambia wanawake wenzake katika fani hii? Mami, hebu ujitambulishe basi, unaitwa nani? Na watazamaji wana hamu kuweza kujua kwamba majukumu unayoyafanya wewe kila siku ni yepi. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Asma Ali Hassan. Ni mfanyakazi wa Zanzibar One, kampuni ya Zanfast Ferries. Niko upande wa deki na ni steward. Aha. Haya, hebu tueleze sasa watazamaji na mabaharia wengine wa kike ambao wako vioni huko DMI, wanataka kujua mtu akifika humu kwenye hichi chombo anafanya majukumu gani? Hebu tueleze kidogo tuweze kujua majukumu yako ya kila siku kama steward. Majukumu yangu kama steward ni kuhakikisha mazingira yako safi kabla abiria kuingia kwenye boti. Ni kuhakikisha abiria wangu wanapoingia wapate siti zao, wakae kwenye level za siti zao, nihakikishe kwamba wamefunga mkanda, nihakikishe kwamba wanapata huduma salama na wanakuwa calm na wanaelewa jinsi ya kujiokoa ikitokea kama kuna dharura yoyote. Haya, jukumu hili ambalo umelizungumza sana, waabiria wengine wanakuwa ni wabishi, Waswahili. Yaani mtu unamwambia kaa hapa, anakuambia amestaki hapo, mimi nataka nisimame hapa. Ni enjoy safari yangu. Labda changamoto hizi unakuwa unakabiliana nazo vipi wakati zinapojitokeza, na hasa wakati wa kushuka? Na hili limezungumzwa sana, nyinyi mnaangalia zaidi safety. Ikishafika chombo kinakaribia tu kufika Dar es Salaam au kinakaribia kufika Unguja, tayari watu wote wameshasimama kutaka kutoka. Hili unawezaje kuwadhibiti ili kulinda chombo chako kisikae upande mmoja kikaja kusababisha madhara pale kwenye? Kuna kipindi shawi kutokezea, nakumbuka kuna boti iko bandarini kabisa imezama. Hili unalisimamia? Huwa tunajitahidi sana kuwaelimisha abiria wetu juu ya usalama, na siku zote huwa tunaambia kwamba usalama kwanza kuliko kitu chochote, na huwa ndo tunapenda tukifika tuwatangazie waendelee kukaa chini mpaka pale chombo kitakaposimama. Haya, sasa wakati tunakwenda kuadhimisha siku ya mabaharia duniani tarehe 25 na mara hii safari inaelekea mwisho wa reli Kigoma, wewe wito wako ni upi kwa wanawake wenzako ambao wanaiogopa hii fani ya ubaharia na wanaona kwamba ni fani ambayo imekaa hivi kidogo haieleweki, maana unaiacha familia nyumbani, wewe uko baharini huko na bahari unaijua tena haina dogo? Wewe wito wako ni upi kwa wanawake wenzako? Wito wangu kwa mabinti wenzangu ni kwamba ubaharia ni kama kazi nyingine. Kwa hiyo wasiogope, wafanye hii kazi, na ni kazi ambayo ina manufaa, ambayo unaweza ukajipatia kipato chako cha halali, na ni kazi ambayo hutaki kwanza kuiogopa. Ni kazi kama kazi yani nyingine za ofisini, za serikalini, ndio hivyo. Hakuna changamoto huku wakati mwingine katika kazi zako? Changamoto zinatokea na ni kama sehemu nyingine za kazi. Kuna muda unaweza kukutana, kama sisi tunadili na watu, kwa hiyo unaweza kukutana na watu wa aina tofauti. Mara nyingine unakuta abiria amekerwa kwa alipotoka, na saa nyingine unaweza kumkuta abiria anaumwa. Hizo ni moja ya changamoto, lakini kama sisi ni mabaharia, ni wajibu wetu kuhakikisha abiria wetu anakuwa salama na anajihisi yuko comfortable. Kwa tunakuwa tunajitahidi sana kuhakikisha abiria yupo sawa. Huo ndio wajibu wetu kama mabaharia. Sisi tunakushukuru sana kwa mazungumzo haya, na tunakutakieni nyote kwa pamoja, kuanzia wamiliki wa boti hii ya Zanzibar One, makapteni, mameneja, mainjinia, pamoja na nyinyi wahudumu ambao katika kuelekea kwenye maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani. Na sisi ZMA tunakutakieni kila laheri kuhakikisha kwamba mnalifanikisha hili, lakini pia na wenzetu TASAC ambao ndio tunalichukua jukumu hili kwa pamoja, tunakutakieni kila laheri kwenye maadhimisho haya. Shukrani, tunashukuru sana. Asante sana. Katika bahari kuu ya Zanzibar. Na mtazamaji wa ZMA Online TV, tumeshakamilisha mazungumzo yetu kuelekea kwenye maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani ambapo inakwenda kuadhimishwa kule Kigoma mwaka huu.
na tumezungumza mambo mengi sana, na sisi tunaanza kuondoka katika boti hii ya Zanzibar One, lakini mabaharia kama unavyowaona hapa wanaendelea, na huyu ni ndugu Hassan Juma Yakuti, mmoja miongoni mwa mabaharia wazoefu na mchapakazi kweli kweli, akiwa anaiweka sawa boti hii kabla abiria hawajaingia hapa ndani kuendelea na safari. Basi nikwambie kwamba nyuma ya kamera yupo Saleh Abdalla Yusuf, mimi ni Suleiman Abdalla, nikutakie utazamaji mwema wa matangazo yetu yanayoendelea hapa ZMA Online TV, kilicho bora kabisa. Asante sana. Tusonga mbele pamoja. Sheria namba 5 mwaka 2006, ZMA wasimamia kwa haki na uwajibikaji.